Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Na wasalimu nyote dada na ndugu wanaosikiza mafundisho ya neno la Mungu, mafundisho ya wana matengenezo, the reformers, wanaohubiri ujumbe wa uhuisho na matengenezo. Karibu sana. Kwa majina ni mwinjilisti Laban Kaihura. Nashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii, kwa kutupatia uhai, kwa kutukirimia fursa nzuri ya kuweza kusikiliza neno la ukweli wa sasa. Mafundisho haya mnayapata kupitia njia tofauti tofauti. Unaweza kuipata kwa channel ya uhuisho na matengenezo. Unaweza kuipata pia kwa website www.reformationvoice.org. Pia kupitia kwa radio tofauti mahali popote ambapo tumepata nafasi, ili watu waelewe ukweli na ukweli waweke huru. Basi muda kama huu ningependa tujifundishe somo ambalo linazungumzia mada ya tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakakitu. Basi kabla ya kuingia kwenye somo moja kwa moja, hebu tuombe Mungu. Nakushukuru sana Mungu wetu wa rehema, maana unatupenda, umetukirimia uhai. Asante kwa kumtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo, ili wanaomwamini tupate ondoleo la dhambi. Asante kwa kutupatia neno lako ili tuangazie katika giza kubwa inayogubika ulimwengu. Asante Baba kwa kutupatia Roho Mtakatifu ili awe mwalimu na kiongozi wetu. Tunapoingia kwenye neno, kuwa pamoja nami, nitumie kama chombo, kuwa pamoja na msikilizaji ili apate uelewa na uamuzi mzuri. Naomba katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu. Amina. Zungumzia kuhusu tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakakitu. Mungu kwa mpangilio wake na uwezo wake amepanga ya kwamba watu wa Mungu wanaotaka kwenda mbinguni, wanaotaka kuelewa ukweli, waweze kuongozwa kupitia Roho Mtakatifu. Lakini katika kipindi hiki cha mwisho ambapo shetani ameigiza sana, maana maandiko yanatuambia katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 11 fungu la 14 kwamba si ajabu yule ibilisi shetani ajigeuze kuwa malaika wa nuru. So ameigiza sana huu upande wa roho. Watu wengi wahubiri, walimu, manabii wanasema Mungu amenena, Mungu amenena, Mungu amenena. Na kwa kweli, kwa sababu watu wengi wameamini kwamba hawa wanaongea na Mungu, wako tayari kutenda na kufanya yoyote wanayoambiwa na wale manabii na walimu bila hata kuchunguza. Lakini maandiko yanatuambia hili lifuatalo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ni ya 4 fungu la kwanza. Maandiko yanasemaje? Yanasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Yohana kiongozwa na Roho wa Mungu aliona ya kwamba siku hizi zetu zitakuwa nyakati za hatari, maana manabii na walimu wa uongo watakuwa wengi sana, na kila mmoja atakuwa akisema kwamba ananena kwa niaba ya Mungu, yaani Mungu amemtuma, Mungu amenena. Na kwa sababu Roho wa Mungu naye atakuwa akitenda kazi pia, ili kuweza kutofautisha kati ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakakitu, inabidi tujue tutapima na nini ili tuweze kuelewa. Unajua watu wengi wanapopima anasema huyo ni nabii nimemzoea, ni kanisa la kwetu, tumeanza na yeye, lakini pia shetani anaweza kumtumia. Wengine wanasema hebu nitembee na huyu wa sasa, lakini hata na wala kuja sasa shetani anaweza
kuwatumia, ili uweze kuelewa roho ambayo imetoka kwa Mungu na ile ambayo imetoka kwa shetani. Utajuaje? Kwa sababu hakuna atakaye kuja akiwa na kibao ambacho kimeandikwa kwenye uso wake kwamba ni nabii wa uongo au ni mwalimu wa uongo. Maandiko yanatupatia njia ambayo tutaitumia tukitest. Sababu kwanza kabisa maandiko tuweka angalisho kusema ya kwamba msiamini kila roho. Sio kila anayenena kwamba anaongozwa na Mungu ameongozwa na Mungu kweli. Ni kweli kuna wanaoongozwa na Mungu, lakini ili uweze kutofautisha haya mambo, tunasoma katika Injili ya Yohana sura ni ya 6:63. Maandiko yanasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba neno ambalo Yesu amesema, alilolisema kupitia manabii, alilolisema kupitia mitume, alilosema yeye mwenyewe, ambalo ndilo neno la Mungu, ni roho. Kumaanisha ya kwamba hakuna roho wa Mungu ambaye anaweza kwenda kinyume na maandiko matakatifu. Hakuna roho wa Mungu ambaye anaweza kupinga maandiko matakatifu. Neno la Mungu haliwezi likasema usizini, alafu ije roho wa Mungu tena kusema uzini. Hapana. Inayokuongoza kwa uzinzi, inayokuongoza kwa kudanganya, inayokuongoza kwa kuiba ni ile ya shetani. Kwa hivyo, ili upime nabii, ili upime roho, ipime na neno. Maana tunasoma kwa Petro wa pili sura ni ya kwanza fungu la 21 na 22 kwamba wale walioandika maandiko matakatifu walivuvua na roho wa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu hawezi kujipinga yeye mwenyewe. Aongoze wanaoandika maandiko matakatifu, alafu aongee na mmoja wa manabii au mmoja wa watumishi wa Mungu kulipinga neno. Lakini kwa leo na kwa sasa twawaona wengi ambao wanasema kwamba wameonyeshwa, wamepata ndoto, Mungu ameongea nao, lakini wanayoyatabiri yanakuwa kinyume na neno la Mungu. Wanakuwa matapeli. Wanatapeli watu kabisa, kumwambia mtu kwamba afanye hili na hili ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Hapa tutachukua vipengele kama 3-4 katika somo letu. Ya kwanza ni hii Roho Mtakakitu. Roho Mtakakitu tutaijuaje? Tumeona kwanza Roho Mtakatifu anatuongoza katika kweli. Roho Mtakatifu anatufariji. Roho Mtakatifu anatuongoza ili tuelewe maandiko kikweli kweli. Lakini huyu Roho Mtakakitu ambaye ameenea katika siku zetu za leo, ya kwanza utamjuaje? Ni roho ya kuomba pesa. Roho ya kuomba pesa. Hawa walimu wa uongo, hawa manabii wa uongo, utawajuaje? Wanakuwa kama Gehazi. Tunaposoma kitabu cha pili cha Wafalme sura 5 fungu la 16, tunaona ya kwamba Elisha alimponya Naamani ambaye alikuwa mkoma. Alikuwa amemletea pesa, dhahabu, alikuwa amemletea fedha, alikuwa amemletea nguo, na akamsihi sana kabisa. Lakini Elisha akakataa. Akasema isionekane kwamba mimi ni mbroka, kwamba mimi ni mtu wa mshahara. Akasema akamponya, na akamponya free. Sababu maandiko yamesema tumepewa bure na sisi tupeane bure. Ni Luka sura ya 10 kuanzia fungu la 5 kuendelea. Lakini huyu Gehazi ukisoma fungu la 20, alipoona kwamba Elisha amekataa, yeye alinyemelea, akaenda kwa siri, akamfuata Naamani. Alipomuona Naamani akashuka, akamwambiaje? Akamwambia, ulipoondoka mara walikuja wana wa manabii, na sasa bwana wangu amenituma ya kwamba mpe kitu hapa. Unajua Naamani alikuwa ameletea Elisha, alimpa kabisa kila kitu. Imemletea kudanganya mpaka akarudi. Elisha alipojua ya kwamba mambo yamebadilika, akamuuliza, lakini je, wewe Gehazi ulikuwa umeenda wapi?
Kamwambia, bwana wangu, sijaenda popote pale. Alikuwa siku za leo ile roho ya Gehazi ipo. Watu hawataki kufuata manabii na mitume katika jambo hili, bali wanakuwa na ile roho mtaka kitu. Maombi ili ya kuombee anachaji, ili aweze mpaka wanachaji wagonjwa jamani. Watu wanachaji pesa ya maombi. Wakienda mazishi, bahasha wanachaji hapo. Wakati wengine wanafariji, wakati wengine wanaleta msaada kwa hiyo familia ambayo ina maombolezi. Sasa mchungaji anajitokeza hapo kwamba lazima wamupe bahasha. Kweli hiyo imeandikwa wapi? Hii ni roho mtaka kitu, na hii imekuwa nyingi barabarani, mahali popote. Watu ni kama wamehafifisha neno la Mungu. Hakuna mtume, hakuna nabii aliyemtumikia Mungu akawa mtu wa kuombaomba pesa. Hapana, walimtumikia Mungu wakijua kwamba wamepewa hiyo karama, wameipewa bure na lazima wapeane bure. Alafu Mungu atawabariki hapa duniani, hapa wakati wa ujio wake mara ya pili. Hiyo ni roho mtaka kitu, sio Roho Mtakatifu. Ili ya kusema kwamba nimeonyesha kwamba mninunulie gari, yaani Mungu amesema nipatie 20,000 nimalize hii na hii, umerogwa lakini leta mlango. Hiyo mambo ni uchawi ambao umejigeuza na kuja kuwapotosha walio wa Mungu. Pili, kuna roho nyingine mtaka kitu ambayo si ya pesa, lakini pia ya kupotosha wana wa Mungu. Ni roho ya kuweka tarehe za kurudi kwa Yesu. Anasema Mungu ameongea nani ya kwamba mwaka wa 2030 Yesu anarudi. Anasema Mungu amenionyesha kwamba twende tukamngoje kwenye mlima fulani. Mungu amenionyesha ya kwamba tufunge chakula, atakaye kufa anaenda kwa Mungu. Hizo roho ni kinyume na maandiko matakatifu kabisa. Maana tunaposoma katika Injili ya Marko, maandiko yanasema hivi. Ni Marko sura 13:32. Walakini habari ya ile ya siku ile, hiyo ni siku ya Bwana ya kurudi kwa Yesu Kristo, na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba. Yesu amezungumza na hawezi kuwa muongo, ni mwaminifu. Anasema kwamba hiyo siku ile ya kurudi kwa Yesu, siku ya kuisha kwa dunia, anayejua ni Baba tu, hata malaika, hata mwana hajui. Lakini watu wanajifanya wajuaji, wanaweka tarehe, wanasema huko Jerusalem sijui mambo yako hivi, wanabunibuni unabii wa tarehe. Mungu amesema ya kwamba si hivyo. Hata ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 6, pia maandiko yanasemaje? Matendo ya Mitume 1:6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndio unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Majira ya kurudi kwa Yesu, ya kuisha kwa dunia, iko mikononi mwa Mungu, ni mamlaka yake mwenyewe. Lakini kama hivi wanafunzi wa Yesu walikuwa na shauku ya kuweza kujua hiyo siri, mpaka wanamuuliza Yesu, ndivyo watu wa siku hizi, kuliko kutubu dhambi zao, kuliko kushika amri za Mungu, kuliko kufanya mapenzi ya Mungu, kuliko kufanya toba na huisho waishi vizuri na familia zao, wao wanataka kutoboa siri ili wajue siku ya kurudi kwa Yesu. Lakini Biblia imesema siri hiyo au jambo hilo ni katika utawala, ni katika uwezo na mamlaka ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ukimkuta mtu anaanza kuweka tarehe na miaka ya kurudi kwa Yesu na kuisha kwa dunia, jua hiyo ni roho mtaka kitu, sio Roho Mtakatifu. Hamna. Tunapoendelea, ndugu wapendwa, ni kwamba kuna roho nyingine ambayo pia nayo ni roho mtaka kitu, sio Roho Mtakatifu. Ni roho ya kuangusha watu katika maombi, kusema kwamba wanaombea watu wakiwatoa pepo, alafu anapiga mkono hivi watu wanaanguka, napiga hivi watu wanaanguka, na wanasema huyu mtu ana power, ana nguvu. Lakini
hiyo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu tukilinganisha na maandiko, tusome kitabu cha Injili ya Marko, tutaendelea na haya maandiko. Maandiko yanasema hivi, fungu la 18, sura yenyewe ni sura ya 9. Ni baba mmoja alileta kijana wake ambaye alikuwa amepagawa na pepo aliyekuwa akimwangusha. Maandiko yanasema hivi, na kila ampaga hapo humbwaga chini, naye hutoka pofu na kusaga meno na kukonda. Nikasema, na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. 20, wakamleta kwake, hata alipomwona mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagaagaa akitokwa na pofu. 27, lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, akasimama. Mungu atukuzwe sana. Ni kwamba shetani na pepo zake ndio huangusha watu, lakini Yesu yeye alimsimamisha, alimuinua, akamshika mkono, akamsimamisha. Ndugu zangu wapendwa, walimu wenzangu, wahubiri wenzangu, si kazi ya watu wa Mungu kuangusha watu. Hapana, pepo ndizo huwaangusha. Alafu Yesu alikuwa akiwainua watu. Lakini leo wanasema aliye na nguvu ni yule anayeangusha watu. Anabwaga kitambaa, wanaanguka. Nafanya hivi na walikuwa wanasimama. Hizo ni pepo chafu. Ndugu zangu, sidanganyike. Huo ni Roho Mtakatifu, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haangushi watu, huwainua. Yesu haangushi watu, anawainua. Na watumishi wa Mungu hawaangushi watu, bali wanawainua. Wakati mwingine unakuta wanaoombewa wamepiga magoti, lakini muombaji yeye hajapiga magoti. Lakini usoma vizuri kitabu cha Luka 22 fungu la 41, inaonyesha kwamba Yesu kama mfano wetu, kama mwokozi wetu, naye katika ombi alikuwa akipiga magoti. Wewe ni nani usipige magoti? Paulo kapiga magoti, Yesu akapiga magoti, Petro kapiga magoti, Matendo ya Mitume 9:41, na wengine. Ezra alipiga magoti, Sulemani alipiga magoti, na tumejengwa kwenye msingi wa mitume na manabii. Na Isaya 45:23 nayo inasema ya kwamba kila goti litapigwa. Ndugu zangu, ni kwamba watumishi wa Mungu hawaangushi watu, bali wanawainua kiroho pia na kimaisha. Kipengele cha 4 ambacho kitakuwa cha mwisho ni roho ya kujitafutia sifa. Unajua siku zetu watu wanapenda sifa sana. Watu wanapenda umaarufu sana. Hata Mungu akiwatumia kwa njia moja au nyingine, kwa sababu Mungu anatenda kazi, lakini wanajitangaza. Anasema tutakutana sehemu hii kwenye stadium, nitatenda miujiza, nitaponya watu, mpaka anatangaza tarehe. Wapi Yesu ametangaza tarehe kwamba anaenda kuponya watu? Hata kuna wakati alikuwa akiona wagonjwa, alafu anapita kando. Hata anayemponya anamwambia, nenda usiongee hili jambo, nenda ukatoe sadaka, lakini usitangaze. Isipokuwa hawakuweza kunyamaza, walienda wakatangaza. Unajua mtu akishapona, mtu akishakubarikiwa, hawezi kunyamaza. Lakini Yesu hakutaka sifa. Hata wakati walimwambia kwamba mwalimu mwema, yeye akasema mwema ni mmoja ambaye ni Yesu. Lakini watu siku hizi, wahubiri wenzangu, watumishi wa Mungu, siku hizi ile kiburi imeingia, ambapo watu wanataka umaarufu, watu wanataka sifa, kwamba wao wana mafuta mengi, sijui wanafanya hili na hili. Lakini hebu tuone maandiko matakatifu yanazungumzaje juu ya hili jambo. Ile roho ambayo si Roho Mtakatifu, ni roho mtakacheo, ni roho mtaka fedha, ni roho ya kupotosha. Hapa anasema maandiko yanaeleza namna gani? Kitabu cha Mwanzo 41:14, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto. Tuanze 14. Ikumbuke kwamba Farao alikuwa amepata ndoto, na hizo ndoto hakuweza kujua tafsiri zake. Waganga na wachawi wakawa wameshindwa. Yusufu akaletwa kutoka jela. Alipokuja, maandiko yanasema ya kwamba walimuita, ni 41:14, wakamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, wakabadilisha nguo. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria.
nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuitafsiri. Nimesikia habari zako kwamba hakuna jambo linalokushinda. Wewe unaweza kutoa tafsiri. Sikia mtu wa Mungu alivyosema. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hakutaka sifa kwake, alitaka utukufu wa Mungu. Akasema si mimi. Ndugu zangu wahubiri, watumishi wa Mungu, kwa nini na sisi tusifanye tusionekane ili Mungu yeye aonekane? Fanya Yesu aonekane kuliko wewe uonekane. Anasema sio mimi kwa uwezo wangu, nimezaliwa kwa damu na nyama, lakini ni Mungu, kwa utukufu wa Mungu akafanya hivyo. Tutasoma pia Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia 11. Petro na Yohana walipomponya yule mlemavu, pia watu waliwasongea kwa wingi, wakaja kwa wingi kuwaona. Hebu kana kwamba wametenda miujiza mikubwa. 3:11 Matendo ya Mitume. Basi alipokuwa akiwashika mkono Petro na Yohana, watu wote wakakusanyikia mbio katika tao lile linaloitwa tao la Sulemani, wakishangaa sana. 12. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia mambo haya, na mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumefanya huyu kwa aende kwa nguvu zetu sisi, au kwa utaua wetu sisi? Kwa nini mnatutazama? Mnadhani ni utaua au nguvu zetu? Akawaambia kwamba huyu Yesu mliyemsulubisha, huyu Yesu aliyekufa akafufuka, alitaka utukufu wa Mungu, uwezo wa Yesu ndio uonekane kuliko yeye. Lakini leo kabisa nasema mimi hubiri wa kimataifa, mimi natenda miujiza, mimi nafanya hili na hili. Ni wao, sio Kristo. Huyo ni roho mtakacheo, huyo ni roho ya kutaka umaarufu. Lakini huyu nyenyekevu tunahuhitaji siku za leo, ili tujengwe kwenye msingi wa mitume na manabii. Ukisoma upande wa Paulo pia, nao walifanya miujiza yeye na Barnaba. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 14 fungu la 11, na mkutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, yani ni lugha hiyo, Mungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wao walikuwa wameona Paulo ni kama Mungu na Barnaba ni kama Mungu, wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. 14:14, walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika mkutano, wakapiga kelele. Walisemaje? Wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi. Tuwahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Ndugu zangu wapendwa, Paulo alirarua nguo zake kwa nini? Aliona watu wanataka kumwabudu. Watu wamemfanya kama miungu. Watu wamemuona kama mtu anatenda maajabu. Akaona utukufu wa Mungu hauonekani. Akaja akawaambia, sisi nasi ni wanadamu kama ninyi. Kweli ingawaje Mungu anatutumia kwa kusoma maandiko, kwa kuombea wagonjwa, kwa kufanya mengine, sisi ni wanadamu ambao tunastahili neema ya Kristo kama wale wengine. Hakuna cha kujifanya kwamba wewe ni mtu maarufu, kwamba labda ni mtu alishuka kutoka mbinguni. Hapana, na wewe umezaliwa kama wengine, utakufa kama wengine, isipokuwa neema ya Yesu tu ikubadilisha upate uzima wa milele. Kwa hiyo hakuna mambo ya kujivunia, kwa sababu sisi sote ni mavumbi. Hebu na utukufu wewe wa Mungu. Roho Mtakatifu ni walio na Roho Mtakatifu wanakuwa na unyenyekevu. Walio na Roho Mtakatifu wanapatana na neno la Mungu, hawaendi kinyume, hawapingi neno la Mungu. Walio na Roho Mtakatifu wanatetea wanyonge, sio kwamba wanataka
wanataka faida zao wenyewe, maslahi yao wenyewe, wanatetea wanyonge, yatima, wasiojiweza. Wanaunganisha watu kuliko kuwatenganisha, kuliko kusema huyu si mume wako, Mungu ameonyesha kwamba Mungu anakutafutia mume, sijui watu wamekuroga wa familia yako, wanaenda kutenganisha watu. Hiyo sio Roho Mtakatifu, ni roho ya kutenganisha watu. Jamani, tunapomalizia somo letu, hebu Mungu atusaidie, tuvuvue nguvu za Roho Mtakatifu, roho ambaye anapatana na maandiko matakatifu, roho anayekuwa na unyenyekevu, roho ambayo haijitafutii faida, bali anatetea wanyonge na wasiojiweza ili waweze kusaidia, roho ya kuunganisha watu kuliko kuwatenganisha. Na huyo roho Yesu aliahidi kwamba anapoenda mbinguni atatupatia huyo Roho Mtakatifu, ambaye tukishika amri zake, ambaye atatuongoza katika kweli yote, ambaye pia anatusaidia katika udhaifu wetu wa kila siku. Hebu Mungu atusaidie kwa hayo machache, aweze kuyapanua, yaweze kutusaidia, tuepuke roho mtaka kitu, tumpokee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amina. Basi kwa kufunga tutaomba tena. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa ajili ya neno lako. Na kuomba utugawie nguvu za kutusaidia katika udhaifu wetu. Na neno hili likawafikie walio wengi, na neno lako lituweke huru, neno lako litutakase, neno lako lituinue, lituepushe walimu wa uongo na manabii wa uongo. Tulifuate neno lako hatua kwa hatua hadi utakaporudi. Tunaomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. I might you say, Lord, from the start, thank you for breaking through my heart. Thank you for